kumbe kuna mtu mwingine alikuwa na candidate yake ya speaker ya assembly, yeye akasupport huyu mwenye akakuwa speaker ya assembly. Huyu alipopita nikaitwa na watu wengine nikaambiwa tutoe Susan kama whip atoke. Kwa sababu kwa nini alienda kusupport mtu mwingine? Hata juzi nilipata huyo speaker wenu karibu nimwambie wewe speaker wewe, mtu ya kwanza ya kuwa loyal kwa Susan lazima ikuwe ni wewe. Kwa sababu karibu apoteze kazi yake kwa sababu ya kusimama na wewe. Na akaendelea kuwa na huo msimamo ya mambo ya mwananchi. Na msimamo ya Susan sio ati mimi na yeye tumekuwa pande moja pamoja, hapana. Mara nyingine tuko pamoja wakati mambo ni ya Hustler Nation. Lakini kuna tena siku yenye tulikuwa na mambo ya pesa ya counties. Tulikuwa sana hata hakuwa ananisalimia. Kwa sababu alisema hii pesa nimeona ya kwenda Nakuru billions of money. Lazima ukuje upande wangu. Mimi nikamwambia pia yeye lazima ukuje upande yangu. Tukapikana mpaka tukakubaliana tukaongeza pesa yote ya kwenda Kenya mzima. So ni kiongozi mwenye ako na msimamo. Na msimamo kama hiyo ya uongozi ndio imenifanya mimi nikuje hapa, kwa sababu mimi ni rafiki yake na mimi naamini ya kwamba viongozi kama hawa kwa Kenya sio wabaki tu kwa governor. Nyinyi mchunga akuwe governor, na akikuwa governor lazima afanye kazi mzuri, alafu baadaye asonge akienda juu kwenda huko juu. Hiyo ni mzuri ama sio mzuri? Hata kama wewe ungetoka Rift Valley, bahati mbaya tu unatoka Rift Valley. Tungekwambia wachana na hii governor thing, kuwa running mate ya Hustler. Lakini sasa bahati mbaya mnatoka sehemu moja. Kwa hivyo sisi tuko hapa kwa sababu ya uongozi uko na msimamo. Watu wa Nakuru tunawapenda. Mimi nilikuwa huko na rais na naibu wa rais tukifanya ile peace meeting ya 2013. Nilikuwa pale na wazee wetu wote walikuja, vijana sisi tulikuwa na wamama walikuwa, tukasema kwamba sisi tunataka kuanzisha siasa kutoka bonde la Ufa ambao itakuwa ni siasa ya kuunganisha Wakenya, itoke bonde la Ufa na iunganishe Kenya mzima. Na siasa yetu yenye tulianza Nakuru sio ile ya plus minus. Hii yetu ilikuwa ni kujenga kutoka Nakuru kukuja Kenya mzima. Mungu akajalia rais na naibu wake wakaunda serikali ya kuunganisha Wakenya wote. Na from 2013 tumesonga kutoka step nyingine mpaka nyingine. Bahati mbaya tulitembelewa na ule mtu wa kitendawili. Huyu mganga. Mganga kazi yake ni 5 minus 10. Kwa sababu unafanya 5 minus 10 unapata negative 5. Hii handshake yake ya 2018 ilikuja kusambaratisha kazi ambayo rais na naibu yake wameanza from 2013 kuunganisha Kenya mzima. Sasa agenda yao ni kupiganisha Wakenya, kutafuta kupika naibu wa rais, kupika watu wenye wanasimama na yeye, kupika mahustlers, ati kwamba hiyo ni kuunganisha Kenya. It is a shame. It's a shame because tulipoanza serikali ya Jubilee mula wa pili, mpango yetu ilikuwa ni kuhakikisha kwamba Wakenya wamefaidika kwa mambo ya maendeleo. Wamefaidika kwa mambo ya Big Four agenda. Wameunganishwa zaidi na tulikubali hata kama wale wako opposition wakuje tuungane kwa kitu kimoja. Lakini ndugu zangu, tangu 2018 ile muungano yetu imeanza kuzoroteshwa na kuzambaratishwa na watu ambao waamini umoja wa Kenya. Sasa tumekaa katika nchi ambayo, naibu wa rais, I'm really very sad kwamba kwa serikali wewe na rais mulienda kutafuta kutoka 2013. Mulipigana. Hii Matiang'i nyinyi mnaongea kuhusu ni rafiki yangu. Nilijua yeye zamani. Before 2013 tulikuwa consultants, tulikuwa walimu university. Tunaenda kuomba mtu kazi kidogo akitupatia, tunafanya consultancy, tunalipwa kidogo, tunafanya namna hii. Hata yeye kuna wengine alikuwa anafanya hata hakuwa amelipwa. Alafu wewe na rais mkatangaza akuwe minister. Akaniambia hata ile mwambia rafiki yetu mwingine ambaye ni pia saizi, akamwambia mwambie huyo mtu asante sana, tutaonana huko mbele. Na kwa hivyo sisi watu wenye tulikuwa tunafanya tu consultants, siku hizi ukiona Matiang'i unasafikiria Yesu alitoa yeye mbinguni direct kuja kusimamia hadi kila kitu. Ajaomba MCA, achakuwa hata councillor ya anybody, hata kwa university hakuwa UASU committee member. Alafu sasa anajiweka nguvu
atanapigana na wewe. I really feel very, very ashamed that in a government that was formed on the basis of uniting the country, that cabinet secretaries like Fred Matiang'i, like Musheru, people who've never been councillors, they've never even been MCA, have the audacity and the courage to insult the second in command in the Republic of Kenya, a man whose sweat, whose strength, whose commitment, whose courage contributed to forming the Jubilee administration. And not just contributed a little, contributed 50% of forming Jubilee administration. And then you find someone who is an employee, has the courage to go and insult his boss. You know, niliona Matiang'i jana akisema ati kuna barua iliandikwa kutoka naibu wa rais office, ikawekwa social media, ati that is not ungwana. Mimi nataka kuuliza Matiang'i, wewe umeenda bunge hapo, umeenda kutusi mdosi yako, ati yeye ni mtu anachunga kuku. Kwani wakati William Ruto alikuandika wewe kazi, hukujua huko kwake Sugoi ni mahali penye kuna kuku? Na wakati alikuwa anajiita hasla, hukujua kwa sababu alikuwa ni hasla ule jamaa wa kuku? So when his home is guarded because there is kuku ndani na umbwa na nini. So nataka niulize Matiang'i tu a simple question. Mpaka mtu akuwe na bank ndio apewe security kama deputy president? Number 2, when you go around and you say ati kuna 15,000 acres ya ADC inachungwa na AP, why did you come with the title deed yenye inaonyesha kwamba hiyo 15,000 acres it is owned by William Ruto? And if it was yesterday about listing security ya VIPs ya Kenya na mashamba yenye wako nao, hii wengine wote mpaka shamba yako ile ulinunua juzi ama ulinyakua juzi, kwa nini wewe ungeweka list hapo useme ya Matiang'i yenye alinyakua juzi iko na security kiasi? Ile ya huyu mwingine wa kitendawili iko na shamba kiasi, iko na security kiasi? Why did you have to allocate, because of desperation, allocate the deputy president shamba ya ADC? Na mimi nimesema kama hiyo shamba ni bure hivyo, hiyo ya ADC na haina mtu, siupatie hii waraia waende wagawe waishi huko, kuliko you allocate an individual because you have desperation. We have cheapened leadership in this country to the level where cabinet secretaries have, in a time of pandemic, in a time of unemployment, in a time that we are dealing with economic problems in the country, the only discussion that cabinet secretaries are having day and night is to insult the deputy president of the Republic of Kenya. I think that if the president means well for this country, he must bring order in this government. And it is time we start telling President Uhuru Kenyatta, when did you last have a cabinet meeting? Cabinet haijakutana for 1 year. Call these people to cabinet meeting and bring your ministers into order so that we can have a country that has a direction where we are going. Kwa hivyo mimi sitaki kusema kupita hapo. Mimi ni supporter ya watu Nakuru. Kuna ule anaitwa, mnajua huyu mtu anaitwa Kikaria? Kikaria ni rafiki yangu sana. Alikuwa amepotea kidogo. Tulipokuja hapo kampenia Nzuki, kuna mabonza walitupeleka mbio sana bwana. Wakaenda kutufungia kwa hoteli nyingine hapo kwa huko juu. Nikaambiwa ni watu ya mkono ya Kikaria. Nikaambia Kikaria, kweli hata mimi unataka nipigwe? Akaniambia hapana, ni ya huyo mtu mwingine anaitwa Arama. So kumbe ya Kikaria na Arama wanajuana, ndio huyo akatusaidia kutoka hapo.